huduma bora kwa taifa. Mtazamaji, ni Jumapili ya mwisho ya mwezi Juni mwaka wa 2026. Popote ulipo, natumai kwamba siku yako imekuendea vema. Karibu kwenye taarifa zetu za TV47 habari, na asante sana mtazamaji kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mienyi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Roda Nyamai. Karibu. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wametoa makataa ya saa 24 wakishinikiza serikali pamoja na idara ya polisi kumrejesha mara moja mwanaharakati wa mtandao Davis Lichuma. Lichuma anadaiwa kutekwa nyara na watu wasiojulikana mnamo tarehe 25 Juni wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya vijana wa Gen Z yaliyofanyika karibu na majengo ya bunge jijini Nairobi. Familia za waliopoteza wapendwa wao zikishirikiana na Jaji Mkuu mstaafu David Maraga zimelaumu serikali kwa kile wanachodai ni kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara. Mwanahabari wetu Michelle Mwangi na taarifa zaidi. Wingu la sitofahamu linaendelea kutanda huku shinikizo zikiongezeka kufuatia kutoweka kwa mwanaharakati wa haki za kijamii David Lichuma. Lichuma alionekana kwa mara ya mwisho tarehe 25 Juni wakati wa maadhimisho ya kuwakumbuka waliouawa katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. And Davis Lichuma has been, since 2024, he has been a marked person because the police have been after his case. Kwa mujibu wa wanaharakati hao, juhudi za kutafuta taarifa kuhusu Lichuma katika vituo mbalimbali vya polisi jijini Nairobi hazijazaa matunda. Aidha, wanaitaka serikali kueleza aliko mwanaharakati huyo, wakidai kuwa tukio hilo linafanana na visa vingine vya kupotezwa kwa lazima kutoka maeneo ya Githurai na Juja Farm katika kipindi cha wiki mbili zilizopita. And we are also here to raise an issue of enforced disappearances that have been happening in Mathare. The last 2 weeks, over 4 comrades of 4 people, community members of Mathare, have disappeared. So sisi tunajua wenye wamechukua hawa watu, it is the police. And we will not hide that this country has a rogue police service. Kutokana na hali hiyo, wametoa makataa ya saa 24 wakionya kuwa iwapo David Lichuma hatapatikana chini ya muda huo, wataanzisha maandamano katika maeneo mbalimbali nchini kuanzia siku ya Jumanne. We are giving the government, the police, 24 hours to produce Davis Lichuma. After 24 hours, Tuesday, this country is going to become ungovernable. Jaji Mkuu mstaafu David Maraga aliyeungana na familia hizo katika mkutano huo aliikosoa serikali kwa kile alichokitaja kuwa kutoheshimu katiba. Maraga alisema Wakenya wana haki ya kuandamana kwa amani na akahoji sababu zinazowafanya baadhi ya maafisa wanaotekeleza operesheni kwa kuficha nyuso na vitambulisho vyao. The worst thing about it is that they are abducted by people who conceal their identity and you don't know who these people are. Kwa sasa, macho yote yameelekezwa kwa hatua itakayochukuliwa na serikali kabla ya muda huo kukamilika. Wanaharakati wanasema iwapo David Lichuma na wengine wanaoripotiwa kutoweka hawatapatikana, wataendeleza wito wao wa maandamano ya kitaifa kuanzia siku ya Jumanne. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi. Mtazamaji, Rais William Ruto hii leo amehudhuria sherehe ya miaka 60 tangu kuanzishwa kwa shule ya upili ya Borerure katika kaunti ya Meru, ambapo ametangaza kuwa serikali yake inaendelea na miradi ya maendeleo na kuwa amejitolea kuwa kiongozi atakayebadilisha taifa.
Baada ya kucheleweshwa kwa ujenzi wa daraja hatari la Nithi, kaunti ya Tharaka Nithi, Rais Ruto amesema kuwa serikali yake imetenga shilingi bilioni 7 kwa ujenzi wa daraja hilo, akisisitiza kuwa lengo ni kumaliza ajali za mara kwa mara katika eneo hilo, huku akiongeza kuwa mkandarasi tayari yupo kazini na fidia kwa wamiliki wa mashamba zimeshakamilika. Tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge, kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika Nithi Bridge. Tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele. Nithi Bridge tunajua kazi inaendelea na tunakushukuru Your Excellency. Ni jambo ambalo hakuna rais mwingine amewahi fanya, na ndio maana tunakupenda. Katika hotuba yake, Rais Ruto amewajibu wakosoaji wake wanaouliza kuhusu ziara zake za mara kwa mara nchini, akisema kuwa ameajiriwa na wananchi wa taifa la Kenya. Rais amesisitiza kuwa jukumu lake ni kusikiliza wananchi kote nchini na kuhakikisha kila sehemu inapata maendeleo. We must double our effort and I must lead from the front. Kama mimi mwenyewe ni mtu lazy, Kenya itasonga mbele. Rais Ruto ameongeza kuwa hataki kuwa rais tu wa kawaida, bali kiongozi atakayebadilisha taifa. I do not want just to be another president in Kenya. I want to transform this nation. Akigusia masuala ya elimu, Rais Ruto amesema elimu ndiyo nguzo ya usawa na maendeleo, huku akitumia mfano wake wa maisha yake binafsi, akisema alitoka kijijini, akiuza kuku barabarani na hatimaye akawa rais wa Kenya. Rais Ruto ameeleza dhamira yake ya kuendeleza mageuzi na kupambana na changamoto ambazo zimekumba taifa kwa miongo kadhaa, akiahidi kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. I take the honor and the privilege to be leader of this nation very seriously. That is why I apply my mind, I apply my time, and I make sure that I do what I must to transform this nation. Rais Ruto akiwa ziarani Meru amejipigia debe na kutoa taswira ya kiongozi anajitolea kubadilisha Kenya kwa vitendo wala si kwa maneno. Kazi mimi nafanya kwa hii Kenya ni kazi ambayo imengojea muda mrefu, na ndio tunafanya saa hizi. Swali kubwa ni je, mradi wa Nithi utaanza lini? Huku Rais Ruto akisisitiza mara si moja ya kuwa serikali itajenga daraja hili la Nithi. Na mgombea wa UDA katika uchaguzi mdogo wa Olkalau, Samuel Mushina, amelaani vikali uharibifu wa mabango yake ya kampeni mjini Captain baada ya vijana wanaodaiwa kutoka mashindano ya mpira kuhusishwa na tukio hilo, akisema hatua hiyo ni ishara ya uhuni wa kisiasa unaotishia mazingira ya uchaguzi wa amani. Laban Muhinda na taarifa kamili. Akizungumza baada ya kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha mjini Captain, mgombea wa UDA katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau, Samuel Mushina Nyaga, amelaani uharibifu wa mabango yake ya kampeni uliofanyika jana, akidai kuwa baadhi ya vijana walizua vurugu kwa lengo la kuvuruga shughuli zake za kutafuta uungwaji mkono. Na akaweza kuharibu mali pamoja na kuharibu billboard ambayo nilikuwa nimeweka katika tauni yetu ya Captain. Siku ya leo nikaona ni vizuri nije hapa niweze kuripoti hiyo kesi. Mushina anadai kuwa na taarifa kuwa vijana hao waliletwa kutoka maeneo mbalimbali kutekeleza uharibifu huo, akitoa wito kwa polisi pamoja na IEBC kufanya uchunguzi wa kina na kuwachukulia hatua wote waliohusika. Mimi ninasema ninajua ni nguzi kwa sababu tumepeana namba za magari ambazo ziliweza kuleta hao goons. Kwa hivyo si mashabiki. Mashabiki walikuwa kwa uwanja, goons waliletwa na lori na waliletwa wakati kuigiza ilikuwa inaingia. Wakati huo kanisa la Kianglikana Nyahururu limeelezea wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa joto la kisiasa na visa vya uhuni nchini, likiwataka wanasiasa kuhubiri amani na kujiepusha na matamshi au vitendo vinavyoweza kuchochea ghasia kuelekea kipindi cha uchaguzi. No selfish agenda and no criminal network should be allowed to recruit our youth into destruction. Those who sponsor violence, shield thuggery, or celebrate lawlessness are enemies of peace. Kauli hiyo imeungwa mkono na naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni,
aliyesisitiza kuwa wanasiasa wanapaswa kushindana kwa hoja badala ya kugeuza siasa kuwa chanzo cha migawanyiko na vurugu. Kama ile inaendelea Olkalau, leo tumesikia kumekuwa na furugu. We do not want violence during campaigns. Laban Muhinda, TV 47. Asante sana Muhinda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, katika baadhi ya maeneo ya Baringo Kusini, mapambano dhidi ya ukeketaji na ndoa za utotoni bado hayajafikia kikomo. Kwa wasichana wengi, ujana wao bado haukatizwa na tamaduni hatari zinazowanyima elimu, uhuru na haki ya kuchagua na kupanga mustakabali wao. Hata hivyo, changamoto hizo hazijapuuzwa. Ujenzi wa kituo kipya cha kuwaokoa wasichana kinachorekebisha kukamilika eneo la Kimalel Baringo kinatoa tumaini na fursa ya pili ya maisha. Sheila Chelangat anaarifu. Hapa ni Kimalel, eneo maarufu ya mnada wa mbuzi katika eneo la Baringo Kusini. Kando na kuwa kituo cha mnada wa mbuzi, kwa vizazi vingi jamii za eneo hili zimeendeleza mila ambazo wasichana wengi wanasema zimekuwa na gharama kubwa kwa maisha yao. Kwa Masi, ambaye si jina lake halisi, manusura wa mila hizi potofu, hata sahau mwaka 2016. Kwangu mimi nilikuwa nitairiwa na wazazi wangu, sikuwa nakubaliwa niende shule. Hasa wazazi walikuwa wanasema tu wewe utakuwa mali. Babangu alikuwa anasema wewe utakuwa unalipa ile mali ambayo nilipeana kwa mama yako. Takriban mwongo mmoja baadaye, Masi hajawahi kurejea nyumbani. Makovu ya tukio hilo yakimwathiri. Anasema kurejea nyumbani kunaweka hatarini uhuru alioupigania kwa bidii. Zaidi hapo kote wanakuja kukupata hata mtoni wa kuchukue huko. Juu hata huko ni open, hakuna mahali penye imefensiwa. Hasa huko tu unatembea tu, watu ni open tu, wanakutafuta ukipata tu msituni, hata ukipata unachota maji hapo mtoni unachukuliwa nyumbani. Masi anaeleza kuwa alipata hifadhi katika kituo cha uokozi eneo la Tot, kaunti ya Elgeyo Marakwet, ambako alifanikiwa kuendelea na masomo yake na kujenga upya maisha yake. Hii ni saidi ya Marakwet penye nilitorokea. Kuna hapo Resu Center imefensiwa kila mahali. Alafu ukikaa hapo ndani hakuna penye hata hao wanafika huko, wanaokopa juu ulikuwa umepelekwa another place. Masi anasema wasichana wengi nyumbani mwao hawajapata bahati kama yake. Wengi wao hasa kutoka jamii ya Ilchamus bado hukabiliwa na shinikizo la kukeketwa kabla ya kuolewa wakiwa na umri mdogo, mara nyingi kwa wanaume wenye umri mkubwa zaidi. Ni hali ambayo wanaharakati wanatarajia kuivunja kupitia kituo hiki kinachokaribia kukamilika hapa Kimalel. Kituo hiki cha uokozi kitakuwa na uwezo wa kuhifadhi hadi wasichana 120. It has come at the right time to really assist us to make sure that we can have, whenever we have these girls, we rescue them and take them there and they are safe. Na matokeo ya juhudi kama hizi tayari yanaonekana. Leo zaidi ya wasichana 200 katika eneo la Kimalel wamehitimu kutoka mpango wa Alternative Rite of Passage, mpango unaochukua nafasi ya sherehe za jadi za ukeketaji kwa kutoa elimu. Tangu mpango huu ulipoanzishwa mwaka 2020, wasichana wengi wameokolewa kutoka katika hatari ya ukeketaji na ndoa za mapema, huku 6 kati yao sasa wakiendeleza masomo yao katika vyuo vikuu. When girls and boys are treated equally, when they each have their rights, then there is balance. And in balance, there is goodness, there is joy and happiness. Lakini licha ya mafanikio hayo, changamoto bado zipo. If you don't have a rescue center, they still go back to the same perpetrators. And that thing will always speak to other people who want to do that, because they know even if they're taken to hospital and all that, they will still catch up with them in the village and still try to
kuwapatia tisho kwamba hakuna chochote kenye inaweza wafanya. Mercy na wasichana wengine wengi kama yeye, safari ya kupata uhuru imekuja kwa gharama ya kuiacha familia asilia nyuma. Lakini kadri kuta za kituo cha uokozi cha Kimalel zinavyoendelea kupanda katika eneo hili la Baringo Kusini, ndivyo pia matumaini yao yanavyozidi kuimarika. Sheila Chelangat, Runinga ya TV47. Asante sana Sheila kwa taarifa hiyo. Na viongozi wa kitaifa wamehimiza amani, umoja na siasa za uwajibikaji huku maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yakiendelea. Viongozi hao akiwemo Musalia Mudavadi wakitaka kuheshimiwa kwa haki, maridhiano na utulivu nchini. Mwaluse Meshak anaarifu kikamilifu. Yesu alikuwa anasema viongozi wa serikali na upinzani wamewataka Wakenya kudumisha amani, mshikamano na kuheshimu katiba huku taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika ibada leo Jumapili hapa jijini Nairobi, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema chuki, hasira na mgawanyiko vinaweza kuchochea taarifa za upotoshaji na kuhatarisha umoja wa taifa. I can tell you a lot of the people who are shouting today have no clue. And if they have a clue, they have deliberately refused to know that it is dangerous to lead people to that path. And they are speaking on platforms, preaching hate, preaching ethnicity. And I can tell you, they were nowhere near those Serena talks and the consequences that had ensued from a dangerous election. Mudavadi amewarai wananchi kusameheana, kuimarisha maridhiano na kujiepusha na siasa za kikabila. Upande wake mwenyekiti wa NCIC Kefa Nyamweya amewatahadharisha viongozi wanatumia semi za uchochezi, akisisitiza kuwa tume haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria. We call upon all leaders to reject hate speech, refrain from ethnic contempt and ethnic mobilization. We urge these leaders to conduct themselves in a manner that promotes peaceful coexistence. Kwenye masuala ya uchumi, Mudavadi amedai kuwa mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati utaendelea kuathiri uchumi wa dunia na kupandisha bei ya mafuta, hali ambayo inaweza kuongeza shinikizo la maisha humu nchini. It does not mean if the war stops today that automatically everything is going to go back to normal. It is not going to happen. Ili kudumisha amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu, Mudavadi amewahimiza Wakenya kuzidi kujisajili kuwa wapiga kura ili kuwachagua viongozi wanaowafaa. This is an opportunity for you to do so and participate in a proper democratic process. So don't hold the ID. Discrimination, violence, or ethnic contempt are unacceptable and remain punishable under the National Cohesion and Integration Act and other applicable laws. Kwa upande mwingine, muungano wa upinzani ukiongozwa na kinara wa chama cha Wiper Patriotic Front, Kalonzo Musyoka, ameelezea wasiwasi wake kuhusu madai ya vitisho dhidi ya vyombo vya habari na viongozi wa upinzani. Waandishi wetu wa magazeti wajue haki zenu za kikatiba zitazingatiwa vilivyo na serikali ambayo inakuja. Na sisi kama upinzani tutaungana na kanisa kuendelea kupigania haki ya wale wote walioathirika ili haki iweze kutendeka. Kalonzo amesisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wa vyombo vya habari, kuheshimu haki za kikatiba na kuhakikisha haki kwa waathiriwa wa maandamano. Adhimisho yao ilifaulu sana. Na ingawaje ilifaulu sana, bado tunavyozungumza kuna wengine walishikwa wakawekwa korokoroni kiholela, na wengine wakaadhibiwa vikali sana. Viongozi hao wametoa wito kwa Wakenya kuliombea taifa na kuendeleza umoja, amani na uwajibikaji. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Taarifa hiyo yake Mwaluse Meshak, mtazamaji, sasa inatupeleka mapumzikoni. Zidi kuchangia kwenye taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Facebook tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa YouTube pia tuko live. Tueleze unafuatilia taarifa hizi ukiwa maeneo gani, vile vile tupe mchango wako kutokana na taarifa hizi ambazo tunazipeperusha mbashara kutoka hapa kwenye chumba chetu cha habari jijini Nairobi. Tunapunga unyunyu kidogo, lakini wewe mtazamaji usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi.
moving a nation forward. With world-class pipeline infrastructure stretching over 1,700 kilometers, the Kenya Pipeline Company ensures safe, reliable movement of petroleum products across Kenya and the region. As a strategic enabler, we energize industries, connect markets, and support national and regional transformation. Our operations are powered by innovation with automated systems that enhance speed, safety, and accountability. From our Mombasa facility to Kisumu Oil Jetty on Lake Victoria, we are transforming regional logistics by connecting Kenya to Uganda and beyond. And behind every milestone is our people, the engineers, analysts, and technicians who fuel our mission. With every drop of oil products delivered, we honor our mandate to power Kenya's growth and fuel the region's future. Steam Energy Drink. Cool, refreshing taste. Recharges your body and mind. Energy to help you keep going. Celebrate with Kenya's favorite energy drink. Now available at your nearest shop. Get yours today. Power up. Game on. Indomie, furahia mlo mtamu. Karibu tena mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Watu watatu wamefariki papo hapo na wengine 10 kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali iliyotokea Jumamosi jioni katika daraja la Chimoi, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega. Mwanahabari wetu Athman Said na mengi zaidi. Walioshuhudia ajali hii wanaeleza kuwa trailer lililokuwa limebeba magogo ya miti lilikuwa likielekea Eldoret lilipopoteza mwelekeo likijaribu kupita gari dogo kwenye kizingiti karibu na daraja la Chimoi. Tunaomba serikali yetu hii mabati yenye mnaweka kando hii, kama haingekuwa hii Nissan haingeleta maafa, kama hawangekufa wangepona. So wale wadhamini wa kutengeneza barabara tunaomba ya kwamba mainjinia mkitengeneza muangalie pia maslahi ya wananchi. Na hapo ndipo trailer likaangukia matatu ya usafiri wa umma ya kampuni ya North Rift iliyokuwa ikitokea Nairobi na kusababisha vifo papo hapo. Pata gari ingine hapo kwa daraja ikashindwa kudhibiti mwendo wake. That's why iliingia kwa hii Nissan na ikaanguka kwa Nissan, ndio watu wakakufa. Walioshuhudia wanaeleza kuwa trailer lilikuwa likiendeshwa kwa kasi. Hata hili gari lenye limefanya accident hili, ukiangalia tu miti zenye zimetoka ndani, kwani imepita kwa tani ngapi? Ingetakana iwe tena imepimwako. Vile vile wakazi wa Lwandeti wamelalamikia muundo mwembamba wa barabara kuu ya Webuye Eldoret, wakidai unachangia pakubwa ajali za mara kwa mara. Tafadhali serikali mtuangalilie hii barabara hapa chini, hata huu mto daraja yake ni kidogo. Wakati huo huo, wananchi waliwanyoshea kidole cha lawama maafisa wa polisi kwa kutumia vitoza machozi na kuvuruga juhudi za uokoaji, wakidai hatua hiyo ilileta taharuki kubwa ambayo ilichelewesha kuokoa majeruhi. Nilisha paka huyu derame amekufa bwana. Hapo amekufa. Paka nilisha paka huyu derame amekufa bwana. Alafu sasa anakuja hapa anataka kulipua tia gas. Ili kuzuia maafa zaidi siku za usoni, wakazi wameiomba serikali kuu kufanyia ukarabati barabara hiyo mara moja uchunguzi unapoendelea. Inaro hapa, magari zinagongana hapa. Wajaribu hata waanzie huku pia, watuundie barabara yenye iko pana kidogo. Athman Said Mwamlisho, Runinga ya TV47.
Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amefunga kituo cha bahari cha habari cha Nation Media Group, akizima televisheni za NTV Uganda na Spark TV, mawimbi ya redio za KFM na Dembe FM na mashine za uchapishaji za gazeti la Daily Monitor, yote kwa usiku mmoja, kwa madai ya kupeperusha na kuchapisha taarifa bila kuzingatia ukweli. Mwandishi wetu Muthoni Brenda na maelezo zaidi. Mkuu wa jeshi la Uganda na mwanawe Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ameamrisha kufungwa kwa Nation Media Group nchini Uganda. Jenerali huyo alitangaza amri hiyo kupitia mfululizo wa machapisho kwenye mtandao wa X usiku wa manane. Saa 1 usiku na dakika 7 aliandika nikinukuu, NTV na Daily Monitor zinafungwa kuanzia leo. Kufikia saa 11 asubuhi, vituo vya runinga vya NTV Uganda na Spark TV vilikuwa vyote vimezimwa, watazamaji wakikutana na ujumbe mmoja tu: video haipatikani. Muda mfupi baadaye vituo vya redio vya KFM na Dembe FM navyo vikazimwa. Operesheni hii ilipoenea katika majukwaa yote ya kituo hicho cha habari. Kufikia sasa, wanajeshi wameshika doria katika makao makuu ya Nation Media Group na Muwongo, na katika hoteli ya Serena Kampala, ambako baadhi ya studio za kituo hicho zipo. Wafanyakazi waliofika kazini wamekatazwa kuingia, Jenerali Muhoozi akifafanua msimamo wake wazi na kuandika, nchini Uganda siamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Vyombo vya habari vinapaswa kuongozwa na wasimamizi wa mapinduzi. Kwa upande wake, Nation Media Group Uganda inasema inafuatilia kwa makini hali hii na imechukua maelezo ya machapisho kwenye kurasa ya X inayohusishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda, akisema vituo hivyo havitafunguliwa bila ruhusa yake. Kituo hicho cha habari kinasema kimewasiliana na Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano, Tume ya Mawasiliano ya Uganda na mkuu wa majeshi ya ulinzi ili kutafuta ufafanuzi na utatuzi wa mgogoro uliopo. Chama cha Wahariri Afrika Mashariki kimekashifu kufungwa kwa vyombo vya habari, kikisema kupeleka majeshi kuzima uandishi wa habari ni shambulio dhidi ya uhuru wa habari, demokrasia na haki ya kila raia kupata taarifa. Chama cha waandishi wa habari cha Uganda nacho kimekemea kufungwa kwa Daily Monitor, KFM, NTV Uganda na vituo vingine vya Nation Media Group, kikisema hatua hiyo ni ukiukaji wa moja kwa moja wa katiba ya Jamhuri ya Uganda, kikidai vituo hivyo vifunguliwe mara moja bila masharti yoyote. Lakini hii si mara ya kwanza Nation Media Group kujikuta mashakani na serikali ya Yoweri Museveni. Mwaka 2013, polisi walivamia afisi za Daily Monitor na Dembe FM baada ya gazeti hilo kuchapisha barua iliyounganisha maafisa wakuu wa serikali na mpango wa urithi wa urais uliofahamika kama mradi wa Muhoozi. Lakini wakati huu hakuna amri ya mahakama wala hakuna mfumo wa kisheria. Jenerali Muhoozi ameweka wazi vituo hivi vya habari vitafunguliwa tu wakati atakapoamua yeye mwenyewe. Muthoni Brenda, runinga ya TV 47. Na haya yakijiri, mtazamaji, chama cha ODM kimeongeza juhudi za kuimarisha ngome yake ya kisiasa katika kaunti ya Busia baada ya viongozi wakuu wa chama leo kuwaongoza mamia ya vijana kwenye kongamano la 3 la vijana wa ODM. Kongamano hilo lililofanyika katika taasisi ya ufundi ya vijana ya Busia liliwakutanisha viongozi wa ODM na vijana, huku wakihimizwa kusalia wamoja na waaminifu kwa chama. Viongozi hao pia walieleza kuwa ODM ndio jukwaa kubwa zaidi la kuwawezesha vijana kisiasa na kiuchumi, pamoja na kuwapa nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Aidha, viongozi walisisitiza kuwa vijana ndio msingi wa mustakabali wa chama, wakiahidi kuendelea kuunga mkono fursa za kiuchumi na kukuza uongozi chipukizi. Wachambuzi wa siasa wanaona hatua hiyo kama juhudi mpya za ODM kuimarisha ngome zake za jadi kuelekea ushindani wa kisiasa wa siku zijazo. Sisi tunakataa
wale watu wengine kama Gachagua kwa sababu ya ukabila na siasa za kugawanya watu. Hiyo ndio kwa sababu tumesema kama chama cha chungwa hatuwezi kuingia katika mirengo ambayo Gachagua wako ndani. Na sisi, by the way, vile waheshimiwa wameongea hapa, sisi kama chama cha chungwa, we have been on a journey. Tumekuwa kwa safari ya kwenda Canaan. Na kuambia tumenyeshewa kwa hiyo safari. 2022 pia tulikufa na Raila Amolo Odinga. So mwaka wa 2032, ndugu zangu, tunataka tuombe ndugu zetu wa mkoa wa Nyanza, ndugu zetu wa bonde la Ufa, ndugu zetu kutoka Pwani na Nairobi waunge Western Region kutoa the presidency in 2032. 34 years tangu Kenya ipate uhuru, hawajawahi kuona rais mwingine ambaye sio mche Mount Kenya na sio mche Rift Valley. Lazima baada ya huyu mzee Muluya lazima kuwe rais ya Kenya kupitia chama cha ODM. Sasa huyu jamaa alikuwa rais ya Jamhuri ya Kenya. Alishindwa, alikuwa na polisi, alikuwa na kila kitu. Yeye wakati alikuwa anataka kuwa rais 2013, wakati waliibia baba aliapishwa. 2017 wakati waliibia baba aliapishwa. Mbona ya kuapisha baba 2022? Long call. Walikuwa wametupangia. Sisi kama ODM hakuna vile tutaenda uchaguzi bila kuongea na Mheshimiwa William Ruto. Sisi tunatoa mpaka rais, ndiposa tukubaliana na yeye. Kama anaenda urais, sisi tunabaki udeputy. Kama anaamua kurudi udeputy, sisi tunaenda urais. Hakuna story nyingine, lazima tukubaliane kama chama. Na polisi katika kaunti ya Kilifi wameamrisha uchunguzi kuhusu kile ambacho wachunguzi wanaamini kuwa ni wizi uliopangwa kwa umakini katika mkahawa uliopo ndani ya jumba la biashara la Watamu. Picha za kamera za CCTV zinaonyesha washukiwa 4 waliokuwa na silaha wakifika kwa pikipiki kabla ya kuelekea kwa wateja waliokuwa wamekaa kwenye meza maalum, huku wakipuuza biashara nyingine zote zilizopo ndani ya jengo hilo. Wapelelezi wanachunguza iwapo uvamizi huo ulipangwa mapema baada ya kubainika kuwa meza hiyo ilikuwa imekaliwa awali na mtu anayehusishwa na kesi inayoendelea ya ulaghai. Operesheni ya pamoja imeanzishwa kuwasaka washukiwa hao, huku mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai DCI Mohamed Amin akiwahakikishia wananchi kuwa wote waliohusika watakamatwa na kufikishwa mahakamani. Mtazamaji, taarifa hiyo sasa pia inatupeleka kwenye mapumziko mengine mafupi mitandaoni. Naona jumbe zako. Ismail Gamoyo anasema anatazama akiwa Lungalunga South Coast. Anasema habari zimeenda kwa mpangilio na anasema kongole sana mtangazaji kunradhi. Haya, tunapunga nyinyi kidogo mtazamaji, zidi kuchangia kwenye taarifa zetu. Bila shaka muda ukiniruhusu nitakuwa nikipakua maoni yako. Usiende mbali. Did you know you deserve to earn royalties every time your artistic work is played or communicated to the public? Join Pavrisk, the duly authorized CMO mandated to collect and distribute royalties. To register and update your works, visit our website on www.pavrisk.or.ke. For assistance, call us or WhatsApp on 0781 721 721 or 0732 721 721 or visit www.pavrisk.or.ke. Pavrisk, revitalizing royalty management.
Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only, or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Drop of oil products delivered, we honor our mandate to power Kenya's growth and fuel the region's future. Unazidi kufuatilia TV47 habari. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Viongozi wa Ukambani wanaoegemea mrengo wa serikali wamewahimiza wapiga kura kumuunga mkono Rais William Ruto kwa muhula wa pili, wakisema amewaletea maendeleo zaidi kuliko marais wa hapo awali. Wakizungumza katika mkutano wa jamii imara mashinani Tohoa, viongozi hao walisema serikali ya Ruto imeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika eneo la Ukambani. Viongozi hao akiwemo mbunge wa Mwingi Magharibi Charles Nguna maarufu CNN walisema kwa miongoni mwa miradi inayotekelezwa ni biashara ya kilomita 23 ya Kibwezi Mbondoni, ambayo mwenyekiti wa Kenha Winnie Ngumi alisema itakamilika Desemba na kufunguliwa Januari mwaka 2027. Naye katibu wa afya Mary Muthoni amewarai wapiga kura kumpigia kura Rais William Ruto mwaka wa 2027. This road had stood at the border of my constituency for almost 1 year, 2 years actually. But under His Excellency William Samoei Ruto, we managed to revive it. The project implementer, that is the Kenya National Highways Authority, from when we procured this project, the project is now at 52% completion, and we intend to have it substantially complete by the end of this year, by December 2026. So we are here as a big government delegation, of course sent by our President William Ruto, who has prioritized this road as part of his economic transformation agenda. Therefore, mine is to say thank you very much to His Excellency the President for actually being very true to the Kenya. Na baadhi ya wabunge pamoja na mawaziri kutoka Nyanza wametetea uamuzi wao wa kujiunga na serikali jumuishi ya Rais William Ruto, wakisema eneo hilo halifai kuendelea kutengwa katika siasa za kitaifa. Wakizungumza katika michango ya kanisa Ugenya, waziri wa nishati Opiyo Wandayi ametetea ushirikiano kati ya Nyanza na serikali ya kitaifa, huku akimkosoa gavana wa Siaya James Orengo kwa kuwataka wakazi kukataa ushirikiano na serikali ya kitaifa. Wandayi alisema mpango wa maendeleo ya Nyanza sasa imejumuishwa kikamilifu katika ajenda ya serikali na kuwapa kumuunga mkono Rais William Ruto katika muhula wake wa pili. Ruto ndio rais wa kwanza kuamua ya kwamba hii nchi ya Kenya wakati inasonga mbele, isonge mbele bila kubagua sehemu yote, bila kuacha sehemu yote nyuma. Kwa hiyo sisi wakati huu katika mpango ya maendeleo ya serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto, sisi kama wananchi wa Siaya County, sisi kama wananchi wa Ugunja constituency, sisi kama wananchi wa eneo hili lote ya Nyanza, mpango yetu iko ndani ya mpango ya Mheshimiwa Rais William Ruto.
support a community, it is wiser to get proper ministries like health, like agriculture, like finance, like water, instead of going for deputy presidency. We'll be asking the president to retain Kindiki as deputy president, but to give our community proper ministries. Mingi sisi kama watu wa area hii tumekuwa watu wa kupotea na mambo mengine mengi. Lakini leo hii tumekalia kiti, tuko ndani ya serikali, tuko ndani ya nyumba, alafu wengine watuambia tuende tukabebe mawe kule nje. Hivyo sisi wote, big or small, we are inside Broad-Based to support the president for his second term. Hapo ndio baba alituacha na hapa ndio sisi tuko. Region of Nyanza, the government of President William Ruto has done a tremendous job. We have investment in the 4 counties of Nyanza close to 200 billion. Na vijana wamehimizwa kujihepusha na viongozi wachochezi na kutumiwa na wanasiasa kuzua ghasia za fujo zinazotishia amani na utulivu nchini. Akizungumza wakati wa ibada ya kuwekwa wakfu katika kanisa la ACK, mgombea wa ubunge wa Kabete James Wanjohi alisema kwamba ana wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la vijana kuhamasishwa na wanasiasa kujihusisha na vurugu za kisiasa. Wanjohi alitoa wito kwa viongozi wa kisiasa kujikita katika kuwawezesha vijana kupitia fursa ya ajira. Aidha, alimpongeza kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa kuwahimiza wafuasi wake kukaa mbali na maandamano. Vijana msikubali kutumika na wanasiasa, kwa sababu mkitumika nyinyi ndio mnahatarisha maisha yenu. Wengine wamekufa, wengine wakajeruhiwa, wengine wakapata maafa na maneno mengine mabaya yakatokea wakati ambao mnatumika na wanasiasa. And I want to send a warning to all politicians, especially those ones in the choir. Wachani kutumia vijana wetu vibaya. Heshimu vijana wetu ambao hawana ajira na hawana kazi. Na viongozi wa Kenya Kwanza wameendelea kukashifu upinzani wakidai kwamba wanaendeleza chuki na ukabila. Wakizungumza katika kaunti ya Makueni kwenye ibada ya kanisa ya mchango wa kununua basi la kanisa, Faruk Kibet lilitaka kanisa kuendeleza umoja na kupinga ukabila, akisema kuwa eneo la Ukambani litanufaika zaidi kwa kuendeleza ushirikiano na serikali. Naye mbunge wa Taveta John Bwire alisema kuwa ajenda ya maendeleo ya Rais William Ruto imenufaisha jamii zote za nchi tofauti na tawala zilizotangulia. Tushirikiane kama Wakenya. Ile naomba nyinyi tu ni kwamba wakati mnaleta Kenya pamoja, tuongee lugha ambaye wewe ukiwa Mkristo ina reflect kwamba wewe ni Mkenya na pia wewe ni Mkristo. Mimi nafurahi kwamba nikija Ukambani niongee lugha ya Kiswahili, na mwisho na msikubali mhubiri wa ukabila. Ndio kwa maana tunasema sisi tunamsupport William Ruto, kwa sababu yeye amesema lazima kila mahali nchi hii ipate rasilimali ya Kenya. Ukienda Mombasa iko kazi inaendelea, ukienda Kisii, ukienda kule Northeastern, wale watu tangu dunia kuumbwa hawajaiona barabara ya lami. Nataka nyinyi niwaulize watu ya Mbuvo, mnataka kutembea na wale wanawatendea mazuri ama mnataka kutembea na sifa? Wale wanatendea mazuri. Rais amewatendea vizuri au hajawatendea vizuri? Na katika juhudi za kukabiliana na imani potovu, misimamo mikali na ya kidini pamoja na kulinda jamii dhidi ya mafundisho yanayoweza kuhatarisha maisha ya waumini, viongozi wa kidini katika eneo la Pwani wamehitimu mafunzo maalum ya kitheolojia na uongozi yanayolenga kuimarisha uwajibikaji katika taasisi za kidini. Mwanahabari wetu Robert Gakure na taarifa kamili. Visa vya imani potofu, itikadi kali za kidini na matukio yaliyotikisa taifa kama janga la Shakahola vinaendelea kuhamasisha viongozi wa kidini kupata mafunzo ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Ni kwa msingi huo ambapo viongozi wa makanisa katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wamehitimu mafunzo maalum ya kitheolojia na uongozi
yanayolenga kuwawezesha kutambua na kupinga mafundisho potovu na kulinda waumini dhidi ya udanganyifu wa kidini. We help the national leaders implement this kind of quality curriculum. It is trans-denominational. We try to be really as neutral as possible. So it really is open to various Christian denominations. Akizungumza wakati wa mahafali ya taasisi ya CBEM Africa mtaani wa Tamu, Askofu Frederick Kazungu anasema lengo la mafundisho kwenye taasisi hii ni kuzalisha kizazi cha viongozi wa makanisa waliofunzwa kitaaluma, wanaowajibika na wanaoweza kutoa mwongozo sahihi wa kiroho kwa jamii. One of our objectives is to make sure our country Kenya, in cooperation with our government, which is now regulating, to make sure our churches have trained pastors so that we can avoid like the other cases that came which made many people lose their lives. So for that reason we are here. This is an institution whereby we invite all pastors of all religions. This is interdenominational. Baadhi ya wahitimu wanaeleza kuwa mafunzo hayo yamewaongezea maarifa ya msingi ya uongozi wa kimaadili na mbinu za kuwahudumia waumini kwa uwajibikaji. Nitawaelimisha watu mbalimbali, kizingatia hasa kumekuwa na elimu potofu, watu wamefundisha elimu makosa kuhusu Mungu, lakini kwa sababu leo nimemoja na kundi, basi naahidi ya kwamba tutaelimisha watu wakapate kumjua Mungu vizuri. We appreciate our partnership Mission Global that they have actually made it happen. Robert Gakure, TV47. Na juhudi za kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto mchanga katika kaunti ya Bungoma sasa zimeonekana kuzaa matunda baada ya maambukizi hayo kupungua kutoka 14% hadi 8% chini ya mwaka mmoja uliopita. Na kama anavyoarifu Wanji Sostin, kwa miaka miwili iliyopita watoto 100 wenye wazazi walioathirika na virusi vya ukimwi kwa sasa wako katika hali nzuri bila maambukizi hayo. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti nchini ambazo hukumbwa na idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Zamani watoto ambao ni malaika waliokuwa wanazaliwa walikuwa wanajipata pabaya baada ya kuambukizwa na mama zao virusi hivi kutokana na kutokujua mbinu za kuzuia wakati wa ujauzito, kuzaa na hata kunyonyesha. Ila sasa serikali ya kaunti imepiga hatua kukabiliana na jinamizi hili. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha kufuzu kwa watoto 100 ambao wamehitimisha miaka miwili bila ya kupata maambukizi ya virusi vya HIV, hasa baada ya kuzaliwa na kina mama walioathirika, mshirikisho wa masuala ya ugonjwa wa ukimwi katika kaunti ya Bungoma Kennedy Bomji amesema ni kutokana na ushirikiano wa shikadau ambao umefanikisha asilimia ya maambukizi kupungua pakubwa. Now our rates estimates we are at 8.6%. That is where we are. You can imagine this is now the step we have made, and we are really anticipating to come below 5 as we go by next year, I believe. We are putting interventions, and like I had mentioned, this is a collaborative effort. You cannot succeed alone unless you bring in the community component. Kauli sawa na hiyo imetolewa na Betty Stati anayesema kuwa kama idara wanashirikiana na washikadau wengine katika juhudi za kuhakikisha maambukizi haya yadhibitiwa kikamilifu. And during this process of following these children through, we ensure that there are some interventions that are happening. They are given prophylaxis, and we also test their blood. It's called PCR. So we test them at birth, we test them at 6 months, then we test them at 6 weeks, and then we test them every 6 months until complete cessation of breastfeeding. Baadhi ya kina mama wanaosaidia kutoa huduma kwa waathiriwa virusi vya HIV wamesisitiza kuwa ugonjwa wa ukimwi bado ni changamoto kwa jamii, wakiwataka wakazi kujitolea kusaidia waathiriwa. Main challenge you are facing is relocation. Relocation, you follow up the mother, you find the mother relocated. One main
Main reason for relocating, others are because of stigma, others are relocation because of job issues, and then marriage failed. Kama hao watu wachafanyiwa disclosure inakuwa shida. So kitu ya kwanza ya muhimu tukipata client, to make sure hao watu wamefanya disclosure ndio tutakuwa na easier work. Wanji Sustain, TV47, County ya Bungoma. Na kutoka Bungoma tuangazie mengine sasa, ambapo wito umetolewa kwa shule za umma na za kibinafsi kuzingatia masuala ya talanta ili kukuza vipaji vya wanafunzi katika kaunti ya Kwale. Mwanahabari wetu wa Kwale Brivian Simiu anaeleza jinsi shule moja katika kaunti hiyo imekuwa mstari wa mbele kutekeleza mtaala wa umilisi wa CBE kupitia ukuzaji wa talanta. Ni katika shule ya Mekaela ya kaunti ya Kwale ambapo sherehe za kuadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwa shule hii zimefanyika. Nyimbo, densi, ulimbwende na maonyesho ya kitamaduni yanafanyika hapa kuashiria ukwasi wa vipaji vya wanafunzi. We are in line with the CBE. We also want to make even more impact beyond the curriculum. And that's why we have these extra programs that we run and that we are showing today as part of the celebration. Wanafunzi wa shule hii wanasema sherehe ya leo ni ya kipekee kwani wamepata fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Utekelezaji wa mtaala wa CBE ukiwezesha wanafunzi kutambua talanta zao katika nyanja tofauti za sanaa. I have known what I am good at through Mekaela. Mekaela has helped me go to different places and it has also shaped my talent. I have been able to express my talents to different people and gain my confidence. And if we were to talk about the old system, the 844 system, it was focusing most on the education, getting the highest grades, getting the best grades, going to the best universities. But then for now, I've gotten to learn how to even draw better than I can. Serikali ya kaunti ya Kwale imezitaka shule za kaunti hii kuanzisha pia mafunzo ya lugha za kigeni. Mafunzo haya yanalenga vijana wanaotaka kusafiri ughaibuni ili kufanya kazi. Because as a national government, you have heard the president talk about Kazi Maju, job opportunities in abroad. And one of the challenges we have had dealing with Germany is the German language. We are also looking at the diaspora job market, trying to make sure that we try to also get people out there, because it's one of the things that the government and the education system is meant to do, that we create international citizens. Nikiripotia TV47 Kwale, mimi ni Brivian Simiu. Mtazamaji, sasa tudunde viwanjani. Mwenyekiti wa Gor Mahia Ambrose Rachier, siku chache baada ya mahakama kuu kusitisha kwa muda uamuzi wa msajili wa michezo uliomtangaza kuwa hastahili kuendelea kuhudumu katika wadhifa huo, ametangaza mabadiliko mapya ndani ya klabu hiyo. Rachier ambaye amekuwa akiongoza Kogalo kwa muda mrefu, ameahidi usajili wa wachezaji wapya kuelekea msimu ujao wa ligi kuu ya Kenya, pamoja na uzinduzi wa jezi na bidhaa rasmi za klabu ya kwanza kwa msimu mpya. Aidha, mwenyekiti huyo amesema klabu hiyo iko katika mazungumzo na mashirika mbalimbali ya kibiashara katika juhudi za kuongeza vyanzo vya mapato na kuimarisha hali ya kifedha ya Gor Mahia. Uamuzi wa mahakama kuu unamaanisha kuwa Rachier ataendelea kuhudumu kama mwenyekiti halali wa Gor Mahia hadi pale kesi hiyo itakapotajwa tena mahakamani Jumatano tarehe 15 Julai. To launch a new season's kit in July. I think by 30th July we shall have launched it. Another issue will be to inform members
or our funds to support us in our effort to curb sales of counterfeit. What we say, we have benchmarked it with other clubs, and we are exploring on how to go corporate to make the club more sustainable. So we are in the process of doing that. Na Kenya imetawazwa mabingwa wa ukanda wa Afrika Mashariki wa baseball hatua ya 5 ya chipukizi baada ya kumaliza mashindano hayo yaliyofanyika Kampala, Uganda bila kupoteza hata mechi moja. Katika fainali, Kenya iliwashinda wenyeji Uganda kwa seti 2-1, ikishinda 12-0 katika seti ya kwanza na 8-1 katika seti ya pili. Kwa kufika fainali, Kenya na Uganda sasa zimejikatia tiketi ya kushiriki michuano ya Afrika ya baseball hatua ya 5 baadaye mwaka huu. Ushindi huo pia unatoa hamasa kwa timu ya Kenya inayojiandaa kuwakilisha nchi katika mechi ya Olympic ya vijana huko Dakar, Senegal. We are efforts to reconvene, stronger together, united in battle, a mountain we are proud of, when we win the victory, no matter what Babalo! Naam, mtazamaji, tuzidi kukutaarifu na ni kwamba wachezaji zaidi ya 100 walishiriki katika mashindano ya gofu ya chama cha wafanyabiashara nchini KNCCI tawi la Mombasa yaliyofanyika katika uwanja wa gofu wa Mombasa. Constance Achila aliibuka mshindi wa jumla baada ya kukusanya pointi 44, huku Ian Kidhumbi akitoa taji la wanaume kwa pointi 43. Mary Mariga naye alitawazwa mshindi wa kundi la wanawake baada ya kufikisha pointi 43. Baada ya ushindi wake, Kidhumba alisema sasa analenga kuwa mchezaji gofu wa single handicap na kuitaka KNCCI kuendelea kutumia mashindano haya kuwajengea fursa wafanyabiashara wadogo na vijana. Na mtazamaji, taarifa hizo za spoti sasa zinatuhitimishia taarifa zetu jioni ya leo. Asante sana kwa wote waliokuwa wakifuatilia. Labda nisome ujumbe mmoja hapa. Anaitwa Alex Mwendwa, anasema anatazama kutoka Kombani, Matuga sub county. Kwa namna hiyo sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Shukrani za dhati kwa wote waliofanikisha. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Roda Nyamai. Uwe na usiku mwanana.